Nimefurahi kuwa nanyi hapa asubuhi ya leo kuweza kufacilitate kwenye maeneo yanayohusika na masuala ya kiforodha. Nitajitahidi kuzielezea zile sheria ambazo zimefanyiwa maboresho kwenye Finance Act hii, lakini yanahusu maeneo ya kiforodha. Lakini pia nitazungumzia kwenye sheria ya forodha kuna maboresho yamefanyika. Nadhani ni vyema pia tukayafahamu. Sasa tuna sheria ambayo imefanywa maboresho kwa mwaka huu. Ni sheria ya Export Tax Act CAP 196. Sheria hii ipo inafanya kazi nadhani tangu miaka ya 70, na lengo kubwa la sheria hii ilikuwa ni kuweka udhibiti kidogo wa zile malighafi zisiweze kusafirishwa kwenda nje ya nchi zikiwa katika hali hiyo ya umalighafi. Serikali iliweka sheria hii ili kusudi value addition iweze kufanyikia hapa nchini. Viwanda vyetu viweze kupata malighafi ya kutosha ya kuweza kuzalisha final products, na serikali ilikuwa haipendi kuona malighafi zake zikiondoka kwenda nje ya nchi na zikaenda kufanyiwa processing huko, alafu sisi tena tunakuja kuletewa ile final product. Kwa hiyo sheria hii msingi wake mkubwa ni kutoza baadhi ya bidhaa hii export tax kwenye baadhi ya bidhaa ambazo ziko kwenye schedule ya kwanza, tutakwenda kuziona. Msingi wake mkubwa ni kuchochea uzalishaji hapa nchini. Viwanda vyetu viweze kupata malighafi za kutosha ili kusudi Tanzania iweze kuexport final products na si kuexport zile raw materials, kwa maana malighafi zinazoweza kuzalisha bidhaa. Kwa hiyo sheria hii kama nilivyosema iko tangu miaka ya 70, lakini ilikuwa ikitoza, ilianza na bidhaa mbili kubwa. Ilianza na bidhaa zile za ngozi. Tulikuwa tunahitaji kuwa na uzalishaji mkubwa, kuwa na final product za bidhaa za ngozi, mikanda, mabegi, viatu na bidhaa zinazoendana na hizo. Kwa serikali ikasema iweke kiwango cha 80% ama senti 52 dola za Kimarekani kwenye ngozi ghafi, tunaziita zile raw hides and skins. Kwa tumekuwa tukitoza hizo raw hides and skins kwa viwango hivyo. Ikasema pia itoze zile ngozi tunaziita wet blue leather. Ni ile ngozi ambayo imechakatwa kwa kiwango kidogo, imefanywa tanning tu. Hiyo ikasema itoze kiwango cha 10%. Mwaka 2022 ikaongeza product nyingine, product ya nini? Ya hizi takataka za chuma, waste product za chuma, kwa maana ya metal na zile za copper. Ikasema hizo scrap metal zote zinapokuwa zinasafirishwa kwenda nje ya nchi zitozwe kiwango cha 30% ama dola za Kimarekani 150 kwa tani. Lakini pia mwaka 2023 serikali ikasema zile mbegu za alizeti zisipelekwe nje hivi alafu tukaletewa mafuta ya alizeti hapa yaliyokwisha kukamuliwa. Lakini ikaweka tena kiwango cha 10% kwenye zile crude sunflower oil. Mwaka jana mwaka 2025 ikaongeza bidhaa nyingine inaitwa veneered sheet. Ni vile vibao ambavyo vinapatikanika maeneo ya Iringa na Mufindi. Ni vibao fulani ambavyo vimekuwa peeled kutoka kwenye ile miti ya pine. Inakuwa peeled, inapatikanika kile kibao, na mara nyingi tunaona inatengeneza bidhaa, kwa mfano plywood ama MDF. Kwa kile kibao kile nacho kikipelekwa nje ya nchi nacho kinatozwa export levy kwa kiwango cha 30% ama shilingi 150 kwenye kila kilo moja. Lakini kwa mwaka huu 2026 serikali imefanya maboresho, imeongeza bidhaa nyingine 3. Bidhaa ya kwanza ni zile takataka za karatasi, waste paper and paper products.
tuna viwanda vingi hapa nchini sasa hivi vinavyozalisha karatasi. Hizi karatasi zote tunazoziona za vifungashio mbalimbali, zote hizo zinazalishwa hapa nchini, lakini zinazalishwa kutokana na malighafi ya hizo waste papers. Kwa serikali imeona kwamba iwaongezee kidogo wenzetu wapate malighafi nyingi na za kutosha. Kwa hiyo mtu anapotaka kusafirisha hizi karatasi, takataka za karatasi, basi atozwe kidogo, kiwango cha 30% ama shilingi 200 kwenye kila kilo moja akisafirisha. Tofauti na hapo aweze kuuzia wenzetu ambao wanafanya kazi ya uzalishaji wa hizi bidhaa za karatasi. Eneo jingine ni kwenye pumba. Pumba kama tunavyofahamu inatumika sana kwenye uzalishaji wa vyakula vya mifugo. Kwa hiyo serikali imeona ifanye maboresho kwenye eneo hilo, na sasa hivi bidhaa hizo za pumba zitatozwa nazo kiwango cha shilingi 50 kwenye kila kilo moja itakayosafirishwa kwenda nje ya nchi. Pumba hizo zinatokana na pumba za mahindi, za mchele, pumba za alizeti, pumba za pamba na zile za wheat kwa maana ya ngano. Zile pumba zote za ngano kwa maana ya sunflower, kwa maana ya cotton seed cake, kwa maana ya pumba hizi nyingine za rice pamoja na maize, zote zitatozwa kiwango cha shilingi 50 pale zitakapokuwa zinasafirishwa kwenda nje ya nchi. Lakini eneo jingine ambalo limefanywa maboresho ni kwenye zile tunaita madini ya viwandani. Kwa maana feldspar itatozwa 10% ama shilingi 200 pindi inapokuwa inasafirishwa kwenda nje ya nchi. Lakini pia tuna zile quartz, nazo zikiwa zinasafirishwa kwenda nje ya nchi, nazo zitapaswa kulipiwa export tax. Kwa hiyo ndio sheria ambayo nimeona kwamba ni vyema, yawezekana haitugusi moja kwa moja, lakini tunapaswa kuifahamu kwa sababu tunafanya kazi hizi na tunakuwa pengine washauri wazuri kwenye maeneo yetu ya kufanyia kazi. Eneo jingine ni la sheria ya Imports Controls Act. Sheria hii nayo imekuja kufanya maboresho. Ilianza kutumika sasa, hiki kifungu cha 18 capital A kilianza kufanya kazi tangu 2024, ambacho kama tunavyofahamu sasa hivi tuna uzalishaji mkubwa sana unaoendelea hapa nchini. Zamani tulikuwa tumezoea kupata bidhaa za mwisho zinazotoka nje ya nchi. Mathalan sasa hivi uzalishaji unaoendelea hapa nchini, na hususan serikali yetu inavyoendelea kuhimiza wawekezaji kuendelea kuja hapa nchini, kumepelekea sasa tuanze kuwa tunazalisha bidhaa nyingi na zenye ubora hapa Tanzania, na tumekuwa tukiexport mpaka kwenda mataifa mengine. Kwa serikali kusudi kuweza kucomplement jambo hilo, ilianzisha kifungu hiki cha 18 capital A ili kusudi kuendelea kuziongezea nguvu ama kuviongezea nguvu viwanda vyetu viweze kucompete dhidi ya bidhaa kama hizo zinazoingizwa kutoka nje kuingia hapa nchini. Kwa hiyo mtu atatozwa import duty, lakini atatozwa tozo nyingine inayoitwa Industrial Development Levy kwenye baadhi ya bidhaa ambazo itakapothibitika kwamba zinazalishwa kwa wingi hapa nchini. Kwa hiyo imeongeza nguvu sana kwenye uzalishaji wetu, na hata export sasa hivi tunaanza kuziona vizuri. Na sheria hii haitozi bidhaa zinazotoka ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki na zinakizi ile hati, kupata ile hati ya uasili kutoka kwenye nchi hizo. Kwa hiyo sheria hii haitahusu bidhaa zinazotoka ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, zitahusu zile tu zinazotoka huko nchi nyingine zilizo nje ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwa hiyo maboresho yaliyofanyika kwa mwaka huu ni kuto kuzitoza bidhaa zinazozalishwa ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki na bidhaa ambazo ziko kwenye schedule. Schedule na takriban bidhaa nadhani sasa hivi ziko 29 na zimeongezeka nyingine tena 5. Kwa nadhani itakuwa na schedule ya items kama 34 hivi. Lakini kwa mwaka huu bidhaa zilizoongezeka
kwenye wigo wa utozwaji, zilizoingizwa kwenye wigo wa utozwaji wa Industrial Development Levy kwa kiwango cha 5% ni excise books and notebooks. Kwa sasa hivi Tanzania tuna viwanda takribani zinaweza kufikia hata 20 sasa hivi vinavyozalisha madaftari na notebooks. Kwa hiyo serikali imeona iongeze kiwango cha 5% ili kusudi kuwezesha viwanda vyetu sasa viweze kuwa competitive, viweze kuzalisha bidhaa hizi vyema na visiingiliwe kwenye soko na zile bidhaa ambazo zinatoka nje ya nchi. Lakini tuna fishing nets, nazo zitatozwa kiwango cha 10%. Tuna viwanda vingi sana vinavyozalisha hizi neti za kuvulia samaki. Lakini kuna steel structures kwenye sekta ya chuma sasa hivi hapa nchini inafanya vizuri. Kwa serikali imeona kwamba steel structures zote zinazotoka nje ya nchi zitozwe 10% ili kusudi kuwezesha viwanda vyetu kuweza kufanya biashara. Eneo jingine ni aluminium doors, windows and their frames. Kwa hiyo bidhaa zote za aluminium kwa viwanda ninavyovifahamu mimi sasa hivi hapa nchini viko 5, including kiwanda ambacho naweza nikasema ni kikubwa zaidi ya vyote cha Emirates, vinazalisha hizi aluminium profile. Kwa hiyo kutoa nje ya nchi milango ama madirisha ya aluminium kuja kuyaleta hapa nchini kwa ajili ya kuja kufix kwenye majengo yetu ama kwenye nyumba zetu, zitawaondolea soko kwanza wazalishaji wanaozalisha bidhaa hizo hapa nchini, hizo aluminium profile. Lakini pili, vijana wetu ambao wanajishughulisha na utengenezaji wa madirisha na milango ya aluminium. Kwa hiyo sera hii imefanya hivyo ili kusudi kuweza kuwaongezea soko wenzetu wanaofanya shughuli kama hizo. Kwa hiyo zitatozwa 5% zikiwa zinatoka nje ya nchi. Lakini pia kuna trailers, nazo zitatozwa kiwango cha 5%. Sasa hivi tuna uzalishaji mwingi na mkubwa sana wa uunganishaji wa trailers hapa nchini. Kwa hiyo trailers zinazotoka nje ya nchi zikiingia hapa zitatozwa kiwango cha ziada cha 5% kwenye hiyo Industrial Development Levy. Kwenye sheria naweza tukachukua kidogo labda maswali kwenye eneo hili. Kwa sababu huko hiyo kolamu ya kwanza ilikuwa inaonyesha HS code okay. Sasa lakini kitu kingine ambacho labda kwa sababu umekuwa specific kwenye HS code, lakini tukubaliane tu kwamba aluminium profile na product tunazotumia hapa Tanzania katika soko la kawaida ubora wake kwa ujumla uko chini sana. Lakini kwa sababu specific umetache HS code, lakini if you really kweli unataka aluminium profile au nani kweli ambao ni ya uhakika, za kwetu ziko chini sana sasa hivi za kwenye soko la sasa hivi. Kwa hiyo kama ni kweli, kwa maana hizo ambazo sisi tunazitumia ndo tuna impose hiyo tax kwa ajili ya kudiscourage hiyo competition, ni sawa. Lakini kwa upande mwingine kama tunataka kuangalia ubora, inabidi pia tuwe tuna review, kwa sababu impact yake ni nini? Hizi products zinakuja moja kwa moja kuja attach kwenye real estate, ambao nayo ni industry ambao unatakiwa tuiangalie ili ikue, kwa sababu ni sehemu inayo attract mitaji sana. Kiangalia kama nchi za Southeast Asia, real estate development nayo ni sehemu ya investment particularly na ambayo ni significant katika uchumi. Similarly to Middle East kama Dubai, Qatar, na hata sasa hivi ukija kuangalia soko kama la Middle East linataka kuintegrate na la East Africa kwenye real estate. Kuna hizo movement unaziona. Sasa sitarajii kwamba component hiyo katika ujenzi sisi tujiconfine kwenye vitu vyenye quality ambao ni ya chini,
wakati mtu anategemea kuja kuwekeza kwenye real estate katika kiwango cha kimataifa? Asante. Real estate inaweza kuwa ni sekta nadhani namba 3. Yes. Lakini lazima tukubaliane kitu kimoja. Na lazima mindset lazima zianze kubadilika. Tanzania ya sasa si kama ile ya zamani. Lazima tukubaliane. Mradi mmoja wa mtu anayekuja kuchenjua na kufanya masuala ya kutengeneza aluminium profile, mtaji wake si chini ya USD milioni 30, dola milioni 30. Mtaji wa kawaida wa kuanza. Mtu huyu anatoka huko alikotoka, ameona mazingira yetu hapa Tanzania kwa jinsi tulivyokuwa placed vizuri, anaweza kaweka uwekezaji wake hapa. Sisi kazi yetu ni moja kubwa, kuulinda uwekezaji huo. Lakini sisi kupitia TBS tunaamini kabisa kwa viwango vilivyowekwa kwa bidhaa zinazotoka nje ya nchi na kwenye zile zinazozalishwa hapa nchini, viwango vyote vimekizi ubora. Kwa bidhaa yoyote unayoiona imekuwa certified na TBS inaingia kwa ubora. Kinachojitokeza ama utofauti unaojitokeza ni kwenye vitu viwili tu kwenye hii sekta ya chuma, na ningependa tuufahamu. Sisi kwetu bado hatujaanza kuchimba chuma chetu. Unlike nchi za China na nchi nyinginezo ambao wao wanaanza kupitia nini? Si ndio? Kutoka kwenye udongo. Lakini sisi huku kwenye chuma chetu mara nyingi tunachanganya zile billets zilizotokana na ore na hizi ambazo zimetokana na scrap metal. Ukizichanganya na ukisipoweka vizuri composition yake, ndio kile kinachopelekea kwamba kimoja kimezidi, kuna kingine, kuna hiki kimekosekanika vizuri, hiki kimepanda kidogo hivyo. Lakini kikubwa tu ni kwamba utofauti wa uzalishaji wetu ni kwamba sisi tunaanzia kwenye billets. Billets hizo tunaziagiza kutoka nje ya nchi, na unakuja hapo unazichanganya na nini? Na other scrap metals. Na unatengeneza billets zako, ndio zinakwenda kukutengenezea nondo na bidhaa nyinginezo and other steel structures. Vivyo hivyo hata kwenye nini? Kwenye aluminium profile. Kwamba wenzetu nao wanaanzia kwenye ore, lakini sisi tunachokipata hapa nchini kwetu tunapoanzia, tunaanzia na ingots. Kwa tayari umetoka kwenye ore, wameshaiweka kwenye ingots, ndio unakuja sasa wewe kuja kuongeza na additives nyingine kuweza kupata hiyo profile. Kwa hiyo kikubwa tu cha kwanza cha utofautishaji wake ni namna kinavyozalishwa. La kwanza, lakini niwahakikishie tu kwamba sela hizi ndio tunaenda huko kuzuri kabisa kwenye ubora. Kwa sababu viwanda vyetu hivi vikianza kuwa vinazalisha vizuri, vitakompiti vyenyewe na tutapata hata ule ubora ambao tunaupata. Lakini kikubwa zaidi kwenye masuala ya protection kwenye nchi yoyote ile, hawaangalia ya masuala mengine yoyote. Wanaangalia if that product is sufficiently produced. Kama kinatengenezwa na kinakidhi mahitaji ya soko, una protect. Vyote hivyo vinatazama wakati wa utunzi ama ujenzi wa hizi sela. Lakini kikubwa zaidi unapoongelea swala la ubora, tayari chombo chetu kinachosimamia masuala ya ubora hapa nchini ni TBS. Na tayari kwa viwango vile vilivyowekwa vya ubora, tayari bidhaa hizi zinakidhi. Namna soko inavyopokea na namna soko ilivyozoea, hiyo ni tabia za mlaji. Lakini kwa namna ambavyo bidhaa zetu zinazalishwa kwa ubora wa hali ya juu sana. Lakini muongelea kwa hizo comparative advantages, lakini kuna competitive advantages pia. Lakini hizo pia nazo zinaratibiwa kwa uzuri kabisa na World Trade Organization, ambayo yenyewe imetupa miongozo. Usizuie product ya nchi yoyote kuingia kwenye nchi yako.
Hapana, ila tajaribu kutumia taratibu zilizowekwa za tariff measures. Ndio ambacho tunachokifanya hapa, kwamba unaongeza kiwango kidogo kwenye zile zinazotoka nje ya nchi, haufanyi quotas wala haudeny access ya market ya bidhaa iliyotoka nje ya nchi, na hivyo inapelekea bidhaa yako kidogo kuweza kupata soko. Ni utaratibu wa kawaida. Tumeona trade wars zinazoendelea duniani kote ni kuhusiana na masuala ya tariff. Hawakuzuii kuingiza mzigo wako, ila isipokuwa ukitoa mzigo wako China kwenda Marekani utakutana na heavy tariffs. Yeah. Eneo jingine ambalo tumeipata vizuri hiyo. Yeah. Yes. Eneo jingine ambalo ningependa kushed lights ni kwenye sheria ya Road Traffic Act iliyofanyiwa maboresho. Ni kuhusiana na magari yanayotoka Zanzibar kuingia Tanzania, inayotoka Tanzania Zanzibar kuingia Tanzania bara. Utaratibu uliokuwepo ulikuwa ni kwamba gari likitoka Zanzibar likitaka kuja huku, kama anakuja kwa muda mfupi ataruhusiwa kwa permits, lakini kama anayetaka kuingia hapa na kulitumia gari hilo lililosajiliwa Zanzibar atalazimika kulipa kodi na atalazimika kupata registration number ya Tanzania. Kwa sheria hii imefanya maboresho kwamba sasa hivi ukisajili gari Zanzibar, umeliingiza Zanzibar ukalisajilia kule, unataka kumove kuja Tanzania bara na gari lako na ungependa kumaintain registration number ya Zanzibar, unaruhusiwa kuja na gari lako na registration yake iliyosajiliwa Zanzibar, isipokuwa tu if you are moving in permanently unapaswa kulipa zile differential taxes. Ila kama unakuja kwa ajili ya miezi mitatu na kuondoka, basi utaratibu mwingine utatazamwa ili kusudi uweze kuingia. Hautalipia hizo kodi, lakini pia hautalazimika kuwa na kubadilisha registration yao nini. Hapana, utakaa kwa muda fupi na utaondoka. Kwa wale ambao wanataka kumove permanent, wataruhusiwa na watamaintain registration za Zanzibar. Utaratibu uliokuwepo sasa hivi ni kwamba utalipa differential taxes na utalazimika kufanyaje? Kuwa na registration za Tanzania. Lakini sasa hivi utakuja utamaintain registration yako ya Zanzibar, isipokuwa tu utapaswa kulipa zile differential taxes. Lakini kama utakuja kwa muda wa kipindi kifupi, utaratibu utaangaliwa na utaanza kutumika Januari 2027. Kwa mtu anayekuja kwa ajili ya utaratibu wa kawaida tu, anakuja kidogo anarejea tena Zanzibar. Nilitamani pia ni share nanyi hilo. Maeneo mengine ni ya kiforodha zaidi. Twende kwenye Alex. Twende kwenye ile yake. Maeneo mengine ni ya kiforodha, na maeneo haya mara nyingi ni ya rates. Kama alivyosema mtaalamu pale, sisi tunaongozwa na kile kitabu cha pamoja cha Jumuiya ya Afrika Mashariki kinachoorodhesha bidhaa zote pamoja na viwango vya utozwaji kwenye bidhaa hizo. Kwa hiyo kwa mwaka huu na miaka mingine, unajua sisi Jumuiya ya Afrika Mashariki tumekubaliana, kwa sababu tuko kwenye nini? Kwenye umoja wa kiforodha, kwamba bidhaa zote sisi ndani ya jumuiya ni wamoja, si ndio? Bidhaa inayotoka nje ni ile inayotoka nje ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, si ndio? Importation kwenye lugha ya kiforodha ni bidhaa inayotoka nje ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Bidhaa inayotoka Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi ni bidhaa inayohamishwa kutoka eneo moja kwenda eneo jingine. Tunaita transfers. Ni maneno muhimu sana mtu unapokuwa unazungumzia masuala haya. Kwenye forodha ukisema importation, ni importation kutoka nje ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Lakini ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki tunasema hizo ni transfer tu. Natoka Tanzania kwenda Kenya ni kama unatoka Mwanza kwenda Dar es Salaam tu. Yes.
Kwa sisi kwa pamoja tulikubaliana kupitia ibara ya 12 kwamba bidhaa hizi tunazozitoza, zile bidhaa zinazotoka nje ya jumuiya, tutatoza kwa viwango vinne. Kiwango cha kwanza ni cha 0, hicho ni cha malighafi. Kiwango cha pili ni 10%, hizo ni semi finished products, na 25% ni finished products. Lakini kiwango cha mwisho kabisa cha utozaji wa bidhaa inayotoka nje ya nchi ni kiwango cha 35%. Tunaita ndio protective rate kwenye jumuiya yetu, kwamba hapo tumekubaliana sote kwamba uzalishaji wa bidhaa husika unakizi viwango vyote, vinazalishwa kwa wingi na vinakizi mahitaji ya jumuiya. Kwa viwango hivyo ni vinne. Lakini kwenye ibara ile ya Protocol on the Establishment of Customs Union, article 12 sub article 3 inasema pindi ambapo nchi inaona inashindwa kutekeleza vile viwango tulivyokubaliana, basi inaweza ikaomba kwa Council of Ministers kuweka ahirisho la muda usiopungua mwaka mmoja wa kutokutumia viwango tulivyokubaliana, ili kusudi kutumia viwango ambavyo nchi imeviona vinafaa. Where and if there is any adverse effect. Adverse effect zinaweza zikawa za namna mbili. Unataka kiwango kilichopo kishuke kwa ajili ya kuingiza bidhaa ambazo unaona wewe una uhitaji wa bidhaa hizo kuingia kwenye nchi yako, ama you can stay application ile ya common external tariff at a higher rate. Unaacha kutumia vile viwango tulivyokubaliana na ukaenda kwenye vile viwango vya juu, kwa sababu tu unaona wewe kwenye nchi yako uzalishaji wa bidhaa ulizonazo unakizi mahitaji yako, unakizi demand yako, kwa unataka viwango vya juu zaidi viweze kutumika kwenye product hizo. Alex, kwa unataka viwango tofauti viweze kutumika. Sasa kwa mwaka huu nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wamekubaliana kwenye items kama 5 hivi, zote zibadilike viwango. Na viwango vinavyobadilika wanaenda kuongeza kitu kinachoitwa specific import duty rate. Specific import duty rate lengo lake kubwa ni kukab under invoicing. Yaani ukiona kuna rate pale imewekwa ni ad valorem, let's say 25%. Wakikuwekea na specific import duty rate, ina maana kwamba wameona kwanza kuna cheating za kiwango cha juu sana kuhusiana na rates za valuation. Ili kuritibu hilo wanakuwekea specific import duty rates kuweza kukabu hizo under invoicing. Kwa hiyo kwenye bidhaa kwa mfano kama amila zimewekewa specific, sasa hivi itatozwa 25%, ama senti 66 za Kimarekani kwa kilogramu kulingana na kiwango kipi ni kikubwa. Lakini pia kuna lubricants in liquid form, nazo zimewekewa specific ya 0.46 per liter whichever is higher. Lakini pia kuna bidhaa za karatasi ikiwemo rim papers, nazo zimekuwa na under invoicing kubwa, nazo zimewekewa viwango mfuto, ambapo sasa tutakuwa na ad valorem ya 25% ama senti 2 na senti 0.08. Lakini pia kuna bidhaa ambazo zinazalishwa kwa wingi sana hapa nchini sasa hivi. Kuna viwanda vingi almost kama 3 sasa hivi vya kuzalisha marumaru. Kenya wanavyo kama 4, Uganda kama 3. Kwa nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wamekubaliana kwa pamoja kwamba viwango vinavyotozwa kwenye marumaru viongezwe. Marumaru zinazotoka nje ya nchi kuingia kwenye jumuiya zitatozwa kiwango cha 35%,
ama dola za Kimarekani 3 per square meter, kulingana kiwango kipi ni kikubwa. Lakini kuna bidhaa nyingine za misumari. Tuna viwanda sasa hivi takribani vinaweza vikafika hata 50 vya kuzalisha misumari nchini. Hakuna haja tena ya kuchukua misumari kutoka nje ya nchi, na wakati tuna uwezo wa kuzalisha misumari hapa nchini. Kwa hiyo serikali za nchi zote hizi zimekubaliana sasa misumari sasa itoke kiwango cha 35% na kiende kiwekewa specific. Kwa hiyo kitakuwa ni 35% ama senti za Kimarekani 35 kwa kwenye kila kilo moja, kulingana na kiwango kipi ni kikubwa. Kwa hayo ndio maboresho yaliyofanyika kwenye rates. Lakini tuna utaratibu kama tuliosema hapo awali wa stages of application. Tumekubaliana sote tunakuwa na viwango sawa vya utozaji wa bidhaa zinazotoka nje, lakini pale nchi inapoamua kwamba sasa hivi nitumie viwango vya juu kama protective rates, nataka nilinde viwanda vyangu vya nchini, naweka viwango vya juu na achana na vile vya East Africa, na kama nina uhitaji wa bidhaa hiyo husika nitashusha viwango vya utozaji ili kuweza kupata bidhaa hiyo kwa hali ya unafuu. Kwa hiyo kwa mwaka huu, kwa sababu tuna viwanda vingi vya uzalishaji wa mawe ya ujenzi, serikali imeona kwamba sasa mawe yale yanayotoka nje ya nchi yaende kiwango cha 35% ama $2. Twende hapa, naomba nitapita tu kwa juu kwenye baadhi ya bidhaa, kwa sababu bidhaa zipo nyingi kweli kweli, na naamini kwamba tukishare hii document, msingi ni ule ule tu, tufahamu kwamba bidhaa hii kama viwango vimepanda juu, ujue kwamba bidhaa hiyo uzalishaji wake hapa nchini ni mkubwa na unaotosheleza kabisa soko. Na kama viwango vimeshuka chini, basi serikali na uhitaji mkubwa sana wa bidhaa hiyo iweze kuingia kwa unafuu. Kama tulivyosema hapo awali kwamba kuweza kusababisha baadhi ya shughuli zifanyikie hapa nchini na mtu asilete madirisha na milango iliyokwisha kufanyika nje, serikali imeongeza kwenye hivyo milango ya plastiki na madirisha ya plastiki inatoka 25% kwenda 35%. Detergent powder, sabuni hizi za kufulia za powder zinatoka 25% zinakwenda 35 ama specific ya 350. Welding electrodes, tuna viwanda vingi, inatoka 25% kwenda 35 au 250 specific. Bidhaa zote humu utakuja kuziona bidhaa zote za chuma zimeongezeka kidogo kwa sababu ya uzalishaji mkubwa wa chuma unaoendelea hapa nchini. Bidhaa nyingine ni CPO, crude palm oil. Ilikuwa ikitozwa 0%, lakini sasa hivi inakwenda 10% kwa sababu pia tunataka kuencourage uzalishaji mkubwa sana wa crude sasa ya sunflower. Kwa hiyo ile ya michikichi inayotoka nje, crude ya michikichi itatozwa 10%. Nondo hizo zitakwenda kiwango cha specific ya 550 ama 25%. Calcium carbonate, chokaa hiyo inatoka 0 na kwenda 10. Tuna uzalishaji mkubwa sana unaoendelea hapa nchini. Bidhaa ni nyingi, lakini kiujumla tu msingi wake tu toshe kusema tu kwamba vioo hivyo tuna uzalishaji mkubwa. Bidhaa hizo 72, 12, 30. Mabati hayo, twende, tuna uzalishaji mkubwa sana wa mabati hapa nchini. Bidhaa ambazo zimeshuka kiwango ni bidhaa chache, lakini zina umuhimu mkubwa. Mabasi kwa ajili ya mradi wa mwendokasi yatatozwa kiwango cha 0% badala ya 25 kwa ajili ya utekelezaji wa mradi ule. Lakini kuna POS na EFD machines zinatozwa kiwango cha 0% badala ya 10, kwa sababu lengo kubwa hapa tuingize hizi POS kwa wingi, lakini pale tu haitatolewa kwa kila mtu. Ni wale tu ambao walikuwa na mikataba na TRA ndio ambao watapata punguzo hili, watakoleta hizo EFD na POS kwa ajili ya accounting na utoaji wa receipt. Eneo jingine ni vitenge, vinatoka 50% kwenda 35. Tuna crisis kubwa sana ya masuala ya vitenge hapa nchini, kwa hiyo serikali imeshusha viwango vya utozaji.
kutoka 50% kwenda 35. Hivyo gray fabrics, vitambaa hivyo vya cotton navyo vinatoka 25 zinakwenda 35 ama specific ya 0.3 kwa sababu ya kuendelea kuhamasisha uzalishaji wa vitambaa vya pamba. Kwa hiyo products ni nyingi, lakini msingi wake mkubwa kama tulio usema hapo awali. Kuna swali pengine mpaka hapo? Kama kuna swali niende sehemu nyingine ya wanaita ya utajiri. Eneo hili ni kwamba tunasema kila mtu apate. Unaweza ukatajirika na forodha. Na kila mtu apate, naona kabisa humu kwamba achilia mbali kuwa ni wahasibu, achilia mbali kufanya shughuli za auditing. Lakini lazima tuwe na side hustles, lazima tuwe na shughuli zetu za pembeni za kufanya. Na ili kusudi kuwa na shughuli hizo za pembeni za kufanya, serikali imeamua kwa makusudi kabisa. Serikali zetu na Jumuiya ya Afrika Mashariki, serikali zetu ziliamua kwa makusudi kabisa kupitia ibara ya 29 ya protocol ya uanzishwaji wa Customs Union, ilisema kwenye nchi zetu hizi na chumi zetu hizi lazima tuwe na kitu kinachoitwa export promotion schemes za kuwezesha bidhaa zetu ziweze kuuzwa kwenye masoko ya nje. Lakini mojawapo ya scheme pale ilikuwa ni duty remission, ambapo yenyewe ilitengenezewa utaratibu kupitia kifungu cha 140 cha sheria ya usimamizi wa forodha ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, na kwenye regulation ibara nadhani ni ya 3 na regulation 3 and 6. Lakini kikubwa zaidi pale inasema ni kutoa unafuu wa ushuru wa forodha kwenye malighafi za kuzalisha bidhaa, inputs and the raw materials for the manufacture of goods. Ndio maana mimi wanasema ni utajiri. Ukiwa na kiwanda chako unaweza ukaiomba serikali ikupunguzie ushuru wa forodha kwenye malighafi unazoziagiza kwa ajili ya kuzalisha bidhaa. Kwa hiyo kuna malighafi nyingi tu ambazo wenzetu wenye viwanda huwa wanapata. Na mimi ninaamini kabisa kwamba sote hapa ni wawekezaji watawarajiwa. Ila tu ni kwamba habari njema kama hizi tunakuwa hatuzipati kwa mapema ama kwa uharaka. Kwa hiyo tunapenda kuleta habari njema hii kwamba mwenye kiwanda, mwenye maono ya kufungua kiwanda, serikali huwa inatoa unafuu wa ushuru wa forodha kwenye malighafi utakazoagiza kutoka nje kwa ajili ya kuja kuzalisha kuzalisha final products, ili kusudi kuwe na manufaa matatu ama manne. Serikali inafanya hivi ili kusudi kuchochea ukuaji wa viwanda hapa nchini. Tukiwa na viwanda vingi na uzalishaji mwingi, na kwa sababu serikali imeshakupa unafuu wa malighafi, ushuru wa forodha kwenye malighafi, bidhaa hiyo utakayozalisha kwanza itakuwa na kiwango cha chini kwenye mauzo ya mwisho. Lakini pia serikali inaona ukishajaza soko letu hapa kwenye bidhaa zako ama bidhaa zenu wawekezaji, tutaweza kuuza nje. Na tukienda kuuza nje, serikali pia itapata nini? Itapata forex. Lakini kikubwa zaidi ni kuchochea viwanda hapa nchini na ajira ziweze kupatikanika hapa nchini. Kwa hiyo ndio maana nasema kwamba malighafi hizi na nyingine nyingi tu, kwa mfano malighafi itakayokuwa imeamriwa na nchi zote wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, kama malighafi hiyo itolewe kwa pamoja, malighafi hiyo inabadilika jina, inakuwa ni regional duty remission, kwamba malighafi husika itatolewa kwa manufacturers walioko nchini kwako na nchi nyingine, na bidhaa itakayozalishwa kutokana na malighafi hiyo ikienda kwenye nchi nyingine haitatozwa kodi. Kuna kitu kinachoitwa una confer preferential treatment.
Lakini ikiwa ni country specific duty limitation, kwamba wewe mwenyewe umeamua kuwapa unafuu wa ushuru wa forodha wa malighafi kwa watu wako mwenyewe, bidhaa itakayozalishwa hapo ikipelekwa Kenya au Uganda, bidhaa hiyo itatozwa kodi. Haijalishi kwamba unaitransfer kutoka Tanzania kwenda Kenya. The fact ni kwamba umepewa unafuu wa ushuru wa forodha kwenye malighafi ya kuzalisha your final product. Kodi jambo ambalo nimependa niliseme. Lakini products zipo nyingi. Kwa mwaka huu wameapprove product 24, lakini zipo products takriban 68 ambazo zipo na zinaendelea kupata ushuru wa forodha kwa watu ambao labda ni wahasibu wa maeneo, kwa mfano wanao manufacture maeneo kama ya vinywaji baridi na hata pombe. Kuna malighafi kama za industrial sugar, ile huwa ni regional, kila mtu anapata. Ndio maana unaweza kuona bia inatoka huku inakwenda nchi nyingine na haipigwi kodi ya ushuru wa forodha. Kwa mwaka huu kuna wazalishaji kama mosquito repellents, malighafi zao zimepewa unafuu wa ushuru wa forodha. Lakini kuna watu wanaoagiza nyaya kwa ajili ya kuja kuzalisha zile nguzo za umeme, tunaita concrete electric poles, au pia nao wamepewa unafuu. Lakini kuna wazalishaji wa carry sites, kwa maana ya zile bidhaa za mifugo, madawa yale ya mifugo, zile packaging material zake nazo zimepewa unafuu wa ushuru wa forodha. Lakini tuna uzalishaji wa waterproof membrane, na wazalishaji wamepewa malighafi hizo wazalishaji. Lakini kuna watu wanaozalisha optic fiber cable, nao wamepewa unafuu wa ushuru wa forodha, na viwango hivi vina range. Bidhaa inaweza ikawa inatozwa 35%, mtu akapewa unafuu wa 10%. Bidhaa inaweza ikawa inatozwa 10%, serikali ikatoa kwa 0%. Bidhaa inaweza ikawa inatozwa 25%, serikali ikagranti at zero import duty, ili kusudi kuweza kupelekea kuwe na uzalishaji mkubwa kwenye maeneo hayo. Kwa hiyo maeneo mengine ni kama pandisha juu, kuna wazalishaji wanaozalisha unga wa ngano, nao wamepewa kuingiza zile wheat grain, ambapo nao utozwa kiwango cha 10% badala ya 35%. Wazalishaji wa packaging materials au corrugated maboksi haya, vifungashio vyote unavyoviona, serikali inatoa unafuu wa ushuru wa forodha. Wenzetu wanaozalisha agricultural seeds nao wanapewa ushuru wa forodha kwa kiwango cha chini. Wazalishaji wa sabuni, malighafi zao RBD palm stearin, nao wanapewa unafuu wa ushuru wa forodha kwa kiwango cha 0% badala ya 10%. Wazalishaji wa maziwa, packaging material, serikali inatoa kwa kiwango cha 0% badala ya 25% ama 35%. Wazalishaji wa mbegu, wazalishaji na processors wa coffee, kahawa, au nao pia wanapewa 0%. Input za kutengeneza detergents na liquid soap, nao pia wamepewa kiwango cha 0% badala ya 10 na 25. Wazalishaji wanao process leather processing, nao wakileta hizo rangi zao watapewa kwa kiwango cha 0%. Sekta nyingine ni ya tea and coffee blenders and processors, nao pia wanapewa packaging material kwa kiwango cha 0%. Soap noodles kwa wazalishaji wa sabuni wanapewa kwa kiwango cha 10% badala ya 25. Wazalishaji ama waunganishaji wa hizi guta nazo zinaunganishwa hapa, mtu analeta kwa kiwango cha 10%, atalipa 10% badala ya 25. Lakini pia kuna wazalishaji wa electrical cables, kuna uzalishaji mkubwa sana wa electrical cables sasa hivi. Kwa hiyo malighafi zile serikali inatoa kwa kiwango cha 0% badala ya 10 ama 25. Kuna wazalishaji wa labels na wale ambao wanakuja
kwa ajili ya kutengeneza zile risiti za EFD ama kuweka kwenye POS. Serikali nayo imetoa unafuu wa ushuru wa forodha kwa kiwango cha 10%. Itatozwa 10% badala ya 25 mtu anapoleta zile jumbo rolls kwa ajili ya kukata kwa ajili ya kuweka kwenye hizo mashine za POS na EFD. Manufacturers wa radiators, kwa sababu sasa hivi tuna uzalishaji mkubwa sana unaoendelea ama uunganishaji wa magari nchini. Kwa hiyo serikali imetoa remissions kwenye maeneo kama ya kutengeneza marejeta, wiring harnesses, lakini kwa wale wanaokuja kuunganisha pikipiki za umeme ama magari ya umeme, serikali imetoa unafuu wa ushuru wa forodha kwenye lithium batteries. Hizo pia nazo ni moja ya nafuu za kiforodha ambazo zimetolewa. Kwa hiyo ni sisi wenyewe kwenye side hustling zetu tuweze kutumia bidhaa hizi. Zipo, unachotakiwa kukifanya kwenye duty emissions regulations zinasema kwamba if you are manufacturer una apply kwa commissioner, unamuomba na yeye anakuwa na timu yake pale, wanaita duty emission committee. Inakuwa na wawakilishi kutoka Wizara ya Fedha, Viwanda na Biashara, kutoka CTI kwa maana Manufacturers Association. Wanakaa pale, wanapitia, wanasema huyu kweli ni genuine manufacturer, tumpe unafuu wa ushuru wa forodha. Baada ya pale, commissioner anapeleka Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa ajili ya approval, na approval ikishatoka inatoka kwenye gazeti rasmi la Jumuiya ya Afrika Mashariki kwamba inputs hizi kwa mwaka huu zitatolewa kwa manufacturers hawa na majina yao, basi unaanza kuenjoy. Karibuni sana forodha, asanteni sana kwa kunisikiliza. Tax consultants. Issue yetu ya kwanza is kwenye excise duty. Kwenye excise duty, wateja wetu wengi wanapokea wito wa kujiunga na excise duty kutokana na mabadiliko ya sheria. Lakini ukiangalia tena, especially ni one of them being production ya plastic products. Tunaongelea vikombe, mabakuli. Sheria haijawataja. The only thing imetajwa ni kwamba ni furniture, plastic furnitures, na haija specify ni local ama imports. Imeandikwa tu pale ile HS code ambayo inaeleza. So for clarification bado kuna shida, kwa sababu kwa sisi tunavyointerpret ile sheria ni kwamba excise duty iko pale kutetea viwanda vya ndani. Sisi tuna produce vitu, ni viwanda vya ndani, ni kiwanda kidogo, inatumia inaitwaje waste products, kwa hiyo ina conserve environment. Taking all that into consideration, hawatakiwi kutozwa kodi nyingine ya ziada, lakini bado kuna vitu kama hivyo. Na ukiangalia pioneers kwenye hiyo industry, tukiwatolea mfano kidogo labda Kiboko, hao kwa research yetu ndogo, wao hawako kwenye excise duty, they are not registered. Lakini wakifika maeneo, kwa sababu yuko chini ya mwamvuli wa SIDO, wote wamepewa barua na wanasema usipofanya you'll get penalties. Sheria haiko wazi. We've tried communicating, lakini sasa it depends na tax region unaotoka. Sasa hiyo sijui imekaaje. Viwanda nafikiri ninavyofahamu mimi kwa ninavyofanya hizi plastic products, vikombe, mabakuli, sahani za plastic, nadhani kuna Kiboko, kuna Selo na wengineo, nafikiri Lovia na wengineo. Excess duty pale inayofanyika, kwanza hatuna excess duty kwenye local production kwenye hizi bidhaa. Excess duty iliyopo iko kwenye ulinzi, inatozwa bidhaa zote za plastiki
kitchenware zote, all plastic kitchenware zote zinatozwa excise duty at the rate of 20% kupitia Finance Act ya mwaka 2025 ilileta hiyo. Kwa hiyo hatuna excise duty kabisa kwenye locally produced plastic kitchenware, unless kama kuna changamoto unayoipata ya registration, unless kama unapata changamoto ambayo pengine napata hata manufacturers wengine, manufacturers wengine kwa mfano kama wa confectionaries, lakini hiyo pia nayo ilitatuliwa kwa sababu huwezi ukawa registered kwa sababu hakuna sehemu yoyote ambayo wewe unahusika kutozwa nini excise. Na lazima watu pia wakubali na waelewe, na ndio maana kwenye forum kama hizi tunapenda sana watu watuelewe maneno yanayotumika kwenye sheria zetu, kwa sababu sheria zetu pamoja na mambo yote na malengo mengine yote ya kukusanya kodi, lakini malengo makubwa ambayo sasa hivi yapo hususan kwenye excise duty. Zamani tulikuwa tunasema tu bwana, tunatoza excise duty kama syntax, zile product zote ambazo ni harmful to the society, to health, to environment, tutatoza excise duty as usual, cigarettes, pombe na nyinginezo. Lakini tumetoka sasa hivi tunakwenda kutoza mpaka huduma. Tumetoka sasa hivi tunaifanya excise duty iwe kama tool ya kuprotect domestic industries.